Zahama anaoitengeneza Mashimba itasababisha familia nzima ihusike. Wateja ni kitu kingine. Ni bora uchezee pesa yako, sio pesa ya wateja. Mioyo imeachwa simanzi, iwapi mama tukuoni, tukuoni tena. Hunizidi kwa lolote, kwa umri wala kwa kazi. Sasa dada, ungekuwa unaliona kwamba hili liko sawa au ulikuwa unataka mimi nifurahi, si ungekuwa na mimi bega kwa bega? Aya, unavyokuja unasema kwamba umepata kazi kwa mwanasheria ya hongera. Unataka sasa ndio nakuchukua asubuhi na kupeleka mpaka huko ofisini kwako. Una lolote ni wivu tu nakusumbua. Na nakwambiaje, huu wivu utakuua. Dada, una roho ngumu sana wewe. Na ndio maana kila siku narudia nasema kwa, yani kati ya watoto wote tuliozaliwa kwenye ile familia, wewe ni kiboko. Na maana sasa hivi sasa ni fulu kuniandama. Na ndio maana mimi nasema wewe sio ndugu yangu. Ingekuwa ni ndugu yangu ungefurahi mimi mafanikio yangu mimi kupata mafanikio. Kwa kumbe bado inakuuma tena. Wewe vipi? Yaani badala useme kwamba dada yangu amepata kazi, ufurahi kwamba dada yangu ameshapata kazi, kwamba tusaidiane familia. Wewe una kazi ya kuongea tu. Jamani, makaka mengine si yako. Koje jamani, Mungu. Tunaweza tukaenda nyumbani siku kwa leo. Tembea, usiniangalie. Hebu achana mimi, ndio twende. Mambo vipi? Poa. Ambia. Kakako yuko wapi? Kakaangu Mashimba sijui alipo. Kwani nyumbani hayupo? Sina taarifa zozote kuhusiana na Mashimba. Sasa Mashimba atakuwa ameenda wapi? Kwenye simu hapatikani, ofisini haonekani. Wateja chungu nzima wanakuja na wanadai walimpa advance ya kazi, na kila mteja anakuja anadai mimi, anamuuliza Mashimba, anasema kama hayupo Mashimba wewe ndo tabeba dhamana. Hivi unajua Mashimba ni mpumbavu Ila mimi kwa sasa hivi sielewi, yani sina taarifa zozote kuhusiana na Mashimba. Mpigie simu. Unajua kaka yako ana mambo ya ajabu sana. Sasa uko anakoelekea sio sehemu nzuri. Wewe si ndio kakako? Ndio, ni kakaangu. Sasa ukimkuta nyumbani mpe taarifa. Jambo analolifanya sio zuri, litampeleka pabaya. Na kitu kingine ambacho nyinyi hamkijui. Those fire. No one to get over this. Purchase your tracks today. Shikamoo. Maraba. Vipi hali? Safi, kwema? Safi, za huko utokako? Nzuri, za mida. Mimi niko sawa. Ndio. Namshukuru Mungu. Ndio nimetoka kwenye mihangaiko huko. Pole. Naelekea nyumbani, asante. Mimi pia nilikuwa naelekea nyumbani. Za wapi mwenzetu? Nimetoka tu kwa rafiki yangu kunyosha miguu. Vipi kaka, mbona kama uko sawa? Unawezaje kuwa sawa wakati familia yako iko sawa? Unamaanisha nini kaka?
Hivi kinachokufanya wewe mpaka unaamua kutoroka nyumbani ni nini? Umefika hatua mpaka nguo za yule rafiki yenu umeamua kuzichukua. Dada yako ndo kaniambia. Kaka, mimi naomba nikwambie ukweli. Kuhusu kuchukua nguo za yule dada, ni uongo, mimi sijachukua. Ni paniki tu ya dada na kukufikishia ujumbe tofauti. Mimi sijachukua zile nguo. Na kueleza ukweli kakaangu, huo ndo ukweli nilionao. Nitawezaje kukuamini wakati kuna kitu nilichokuuliza na ukanikatalia? Baada ya mimi kuzungumza yale maneno yote pale na nikaondoka pale, ulinifuata? Hapana kaka. Ulitaka mimi nikutafute tena wewe? Kwa sababu hata hili tukio ambalo umelifanya ukiwa chuo, ina maana ulifanya ukiwa na akili zako timamu. Si umeshakuwa? Yaani umeshakuwa. Na mimi nikasema ngoja nione, si amekuwa akili imekomaa, basi atatumia akili zake za kukomaa ili kuweza hata kunitafuta. Lakini hakuna. Hatua ulionayo ni ya kuondoka. Sikiza nikwambie kitu mdogo wangu. Kuna muda unafika na juta. Kwa nini nilizaliwa katikati ya wanawake wawili? Zahama anaoitengeneza Mashimba itasababisha familia nzima ihusike. Wateja ni kitu kingine. Ni bora uchezee pesa yako, sio pesa ya wateja. Ile ofisi itaangamia. Mimi naongea kwa uchungu na ninasema haya kwa sababu ile ofisi mimi najua ina faida gani. Ni kweli, ila hamna namna, hamna jinsi ya kufanya. Wewe njoo ongea naye, kama unaona unaweza kumpa msaada, kwa vile nyewe mnafanya wote kazi pamoja, itakuwa vyema. Kingine na kusisitiza, nenda kamwambie Mashimba asifanye huo ujinga tena. Kitu ambacho kitakuja kumtokea ni kufungwa jela, na mimi sitaki kabisa ilo swali limpate. Mimi nikifika nyumbani nikimkuta nitamwambia, nitamchana live. Vile ulivyoniambia nitapiga humu, nitamwambia hivyo hivyo. Sawa. Dada na wewe mdogo wangu, ni afadhali kungekuwa na wakike mmoja na mimi tukawa wanaume hao. Majanga kama haya ningekuwa namtulia yule mwenzangu aisee, na wewe shughulika, sikiliza hizo kesi, kwa sababu ni aibu. Wewe unafikiri mimi ningeshindwa kuoa mpaka leo? Lakini sijafanya haya kwa sababu ya kuweza kuilinda familia yangu. Lengo langu wewe uweze kumaliza masomo yako, uendeshe maisha yako, mdogo wetu na yeye aendeshe maisha yake, na dada yetu na yeye aendeshe maisha yake. Toka hapo na mimi niweze kuendesha maisha yangu kwa furaha. Lakini badala ya haya, mdogo wangu ndo unaharibu kwa mtindo kama huu. Kweli tutafika? Haya, siku zote sawa, hutokuwa na ndugu mwingine zaidi ya sisi uliozaliwa nao. Baba hatuna, mama hatuna, tumebaki sisi watatu. Sisi ndo wa kuweza kujiendesha na kusaidiana wenyewe. Lakini wewe ndo unayekwenda kuharibu familia. Unategemea nini? Kaka yangu, naomba nichukue nafasi hii kuomba msamaha. Kwa kweli jambo nililofanya ni ligumu sana na ni kubwa. Ila kaka yangu, naomba unisamehe, maana pia sikufanya kusudi. Unajua kabisa fika mdogo wako ninavyopenda shule. Ile ni shetani tu alinipitia kaka yangu. Na ndio maana imefikia hatua naona ni kazi tu kubaki pale nyumbani. Ndio maana nikachukua nafasi ya kuondoka nyumbani na kwenda kutafuta maisha yangu. Maana ile fursa ndio kwa nayo ya kusomeshwa niishaichezea. Kwa nini wewe usije ukakaa na ndugu yako kumuomba msamaha mwenyewe? Yaani mimi niende pale nianze kusema dada, yule ndugu yetu tumsamehe tu, wewe una mdomo? Niliwaza jinsi tulivyoachana, ulikuwa umepaniki sana. Na pia nikaogopa kukurudia tena. Maana nilihisi hutanielewa.
ila kakaangu nishatambua kosa langu, naomba unisamehe. Nisikilize mdogo wangu, sasa hivi naenda nyumbani, nikukute nyumbani. Sijawahi kukubadilikia hata siku moja, lakini sasa unataka kunilazimisha nibadilike. Nikukute nyumbani, sio mimi nifike nyumbani afu wewe hujafika. Utajua unatumia njia gani, lakini nikukute nyumbani. Kama una lengo zuri nikukute nyumbani. Kama una malengo hayo mengine uliyopanga kwenye moyo wako, unaweza kaondoka ukaenda huko unakotaka kwenda. Mashimba, nimekuita hapa ili kukupa mrejesho wa kesi yako imefikia wapi. Sawa, ndio maana nilivyoona simu yako nimekuja kwa kasi ya Fuji. Najua toka mwanzo ulikuwa uniamini. Ulikuwa unaona kama na lega kama nafanya mzaha, lakini hapana. Ile ni mahakama. Alafu na pia ina sheria zake. Mimi siwezi kufika tu pale mahakamani nikawa na sheria zangu, sio kweli. Sasa tulikofikia, yule bwana tumemaliza kesi na amesaini kila kitu. Kwa hiyo tarehe 12 mwezi huu utapokea pesa zako pamoja na faini. Mwanasheria, labda sijui nikupe zawadi gani, au sijui nikuongezee posho, maana kweli sikutegemea. Alafu vile vile mambo mengi ndio yalikuwa yananitatiza, na mali ulikuwa unaona kama nakupeleka haraka sana. Ukizingatia familia yangu ilikuwa inanichanganya huku na kwenye mambo ya kesi na kuona kama vile, lakini usije ukasema nilikuwa sikuamini. Nilikuwa nakuamini sana. Ila nashukuru kwa taarifa hizi. Mimi najua mtu yoyote ambao anafanya kesi sehemu anapenda kesi yake iende haraka. Na ni kitu ambacho hakiwezekani sehemu kama ile, ina sheria zake. Sasa mimi nilichokuitia ni hicho tu bwana Mashimba, na nilitamani uwepo kama hivi ili tuongee uso kwa uso. Kwenye simu niliona haitotosha. Hilo nikutoe shaka kwamba haina shida kabisa. Ili mradi tu kwamba siku na tarehe zimejulikana kwamba ni lini, sasa mambo yote kwisha. Sawa. Nakushukuru sana. Na ingekuwa mambo ya ajabu lazima ungenirudishia nauli yangu au gharama ya kunifikisha hapa. Kwenye gharama hilo halina tatizo, hata kama kwani wewe mimi sinaweza nikakuita tu bwana sehemu njoo nikalipa nauli, hata kama ni chakula tunakula nikalipa tu, ila haina tatizo kabisa. Vitu vidogo kama hivyo sisi huwa tunamaliza tu. Sawa, mimi nafikiri nikuache. Haina shida. Maana mambo ni mengi, mizunguko. Wewe uko ofisini, mimi nimekukuta. Wewe hujawahi kufika hata siku moja ofisini kwangu. Mimi ofisini kwako nitakuja. Nitafika tu, wala usijali. Bwana, nashukuru. Haya. Kazi njema. Those fire. I want to get over this. Oh, kaka huyo. Mambo. Safi za kwako. Niambie dadangu. Safi habari. Ni siku nyingi sana hatujaonana. Ni kweli kabisa. Hivi mara ya mwisho tulikutana wapi? Nakumbuka sasa. Sikumbuki hata. Nahisi ile siku ulikuwa na mama. Sasa kweli ni muda. Sema dadangu, nazidi kupendeza tu. Hebu niambie. Niambie sasa. Bana, mimi nilikuwa nakuja nyumbani Kwetu. ila kikubwa zaidi nilikuwa nakuja nyumbani kwa sababu ya Mashimba. Mashimba.
Yeah. Mashimba, mimi nimetoka nyumbani, alikuwa hayupo. Sasa sijajua kama sasa hivi amesharudi. Unajua Mashimba, vitu anavyovifanya sasa hivi sio vitu vizuri na ni mambo ya ajabu. Nini tena, amekupiga au? Hivi unajua Mashimba amechukua advances za kazi zote, afu wateja wanakuja wanamuulizia sana na yeye hayupo, simu hapokei, ofisini aje hizi siku 2. Hivi sababu kubwa ni nini? Au itakuwa ni yule mke wake ndo anamchanganya? Sijajua, maana mimi nimetoka hayupo. Mimi kukwambia hili jambo ni kwa sababu ya kumsaidia. Yaani mimi nilizana umenisimamisha hapa unaniambia kitu cha maana. Hivi unajua nakuheshimu? Au unajua kama nakuheshimu? Sawa, najua unaniheshimu, tunaheshimiana. Kwani kuna kibaya ambacho nimekwambia? Nisikilize kaka. Wewe ni kaka yangu na kuheshimu sana tena sana. Kwani Mashimba sio kaka yako? Kwa hiyo kama ni kaka yangu. Mke wangu, umefuata nini hapo? Na mimi nikuulize, unafanya nini hapa? Sitaki kubishana na wewe. Sawa. Juzi nilikuambia nina mkutano na wazungu. Na ndo nimetoka juu kule Roshen namba 4 kwenye ukumbi wa mkutano. Wewe umefuata nini hapa? Afadhali hata roho yangu imetulia. Kawivu baba. Hujanijibu swali. Wewe umefuata nini hapa ICG? Mume wangu, kuna rafiki yangu amechukua ukumbi hapo juu. Wana sherehe ndio maana niko hapa. Ndio hao wanaimba imba huko juu? Ndio. Sasa mbona hukuniambia kama unakuja kwenye sherehe? Wiki iliyopita si nilikwambia, lakini si ndio hii sherehe? Kumbe ndio mlikuwa mnaongelea ICG sote? Ndio. Unajua mawazo nayo yamekuwa mengi. Sasa unawaambia nini wale ambao wanatafuta hoteli za kufikia na kumbi nzuri? Mume wangu, mimi ninawaambia tu. Mimi na mume wangu tulibugi kufunga ndoa uchochoroni. Jamani, huku SG Resort mambo ni moto. Yaani hautamani uondoke. Hutamani mume wangu. Au turudie kufunga hii ndoa. Unamaanisha tufunge ndoa upya tena? Hapana, ile ilishapita. Sasa cha kufanya, kwa sababu umetamani mazingira ya SG Resort, tuandae tu sherehe, alafu tutaifanyia hapa. Umeongea mume wangu. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, naogopa nitacha umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani najongea. Yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwazima.